Mapigano makali yameripotiwa kutokea katika ziwa Chad katika kundi hasimu ya wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram na ISWAP, yani Islamic State West Africa Province, ambapo watu zaidi ya 150 wameripotiwa kuuawa tangu jana, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Vita hivyo ambavyo vimefanana na mapigano ya baharini wamehusisha boti za kivita na silaha nzito katika maeneo ya maji yanayounganisha mpaka wa Nigeria, Niger, Chad na Kameruni. Mashuhuda wanasema mapigano hayo yalianza baada ya kundi la ISWAT kushambulia ngome za Boko Haramu zilizoko kaskazini mwa ziwa Chad, likijaribu kudhibiti njia za maji na maeneo ya kambi. Chanzo kimoja cha usalama kilisema kuwa wapiganaji wa Boko Haramu walijibu mashambulizi hayo kwa kutumia boti ndogo zenye silaha, na mapigano hayo yameendelea kwa saa kadhaa bila kusimama. Ziwa limegeuka uwanja wa vita, meli kadhaa zimezama na miili mingi bado haijapatikana. Chanzo kimoja cha eneo hilo kilikuwa kinaiambia chombo cha habari cha AFP. Hadi sasa zaidi ya miili 150 imepatikana, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa vibaya au kutoweka kabisa. Wanajeshi wa Chad na Nigeria wanadaiwa kuweka doria katika maeneo ya mpaka kuzuia mapigano kuenea zaidi, ingawa hali bado ni tete. Boko Haram na ISWAP ni makundi yaliyotokana na mgawanyiko wa wanamgambo wa Kiislamu waliokuwa wakipigania kuanzisha utawala wa Kiislamu kaskazini mwa Nigeria. Tangu mgawanyiko huo mwaka 2016, pande hizo mbili zimekuwa zikipigana kudhibiti maeneo ya ziwa Chad ambayo ni muhimu kwa biashara haramu ya mafuta, samaki na vifaa vya kijeshi. Kundi la ISWAP linahusishwa moja kwa moja na mtandao wa ISIS limekuwa likijaribu kupanua nguvu zake na kuchukua udhibiti wa rasilimali hizo, huku Boko Haram ikijaribu kurejesha ushawishi wake wa zamani katika eneo hilo. Maelfu ya wakazi wanaoishi kando ya ziwa Chad wamelazimika kukimbia makazi yao wakihofia mashambulizi zaidi. Mashirika ya misaada yameonya kwamba vita hivi vinaweza kuongeza ukosefu wa usalama wa chakula na kusababisha wimbi jipya la wakimbizi katika ukanda huo ambao tayari unakabiliwa na njaa na migogoro mingi zaidi. Kwa sasa serikali za eneo hilo hazijatoa kauli rasmi, huku vikosi vya usalama vya kikanda, yani Multinational Joint Task Force, vikiendelea kufuatilia hali kwa ukaribu. Nadhani hii ni moja ya habari kubwa ambayo hivi sasa inazidi kuongelewa, kwa sababu inaonyesha mataifa mengi yanaingia kwenye migogoro baada ya kupatikana kwa wahasi katika mataifa mbalimbali.